Hello wadau wetu wa Kingo Farm. Leo hii nimekuandalia mada inayohusiana na mbinu za ufugaji bora wa kuku wa kienyeji au vitu vya kuzingatia unapokuwa unafuga kuku wa kienyeji. Kumekuwa kuna changamoto nyingi sana kwa watu ambao wanafuga kuku wa kienyeji. Kila mtu anakuta na malalamiko yake. Mwingine anasema vifaranga wanakufa, mwingine anasema kuku wanakula mayai, mwingine anasema kuku wanataga mayai machache, mwingine anasema kuku wanatamia mayai mengi lakini wanatotoa vifaranga wachache. Sasa leo hii nitakupa vitu vya kuzingatia au mbinu ambazo zitakusaidia wewe uweze kufuga kuku wa kienyeji vizuri kabisa na usipatwe na hizo changamoto ambazo nimezitaja. Hizi changamoto huwa zinasababishwa na vitu vingi. Kuna vitu mbalimbali ambavyo vinasababisha changamoto kama hizo. Kwa mfano, changamoto za kuku kula mayai, labda kudonoana au kutotoa vifaranga wachache au kutaga mayai machache. Kuna vitu ambavyo huwa vinasababisha. Sasa nisikilize mpaka mwisho ili ujue ni vitu gani ambavyo vinasababisha, lakini vile vile unatakiwa kufanya kitu gani ili kuondoa hizo changamoto kwenye ufugaji wako wa kuku. Kwanza kabisa, unapokuwa unafuga kuku wa kienyeji, na kusii waandalie mazingira mazuri na rafiki kwa kuku. Kwa mfano, kuku wa kienyeji tunajua ni kuku ambao hawahitaji hawapendi kufungiwa ndani, ni kuku ambao wanatembea sana nje, lakini vile vile wakati wa usiku wanarudi ndani kulala. Sasa tuanze na ile sehemu wanayolala. Ile sehemu wanayolala hakikisha inakuwa safi. Chini usiache hivi hivi. Kuku wa kienyeji pia wanahitaji mazingira mazuri. Pale chini wamwagie matandazo. Usipomwagia matandazo watakuwa wanapata sana shida za miguu, lakini vile vile watakuwa wanapata stress kwa sababu ya ile hali ambayo wanakutana nayo pale chini. Kama ni pagumu, patakuwa panawaumiza. Kwa hiyo waweke kwenye banda zuri, chini tengeneza vizuri, mwaga matandazo, lakini pia banda liwe safi, liwe na harufu nzuri. Lakini vile vile hilo banda hakikisha lina mzunguko mkubwa wa hewa. Japokuwa linaweza lisiwe na madirisha makubwa sana kama yale ya broiler, kwa sababu hawa ni kuku ambao huwa wanakuwa taratibu na hata mahitaji yao ya hewa huwa yanaenda taratibu, sio makubwa sana ukilinganisha na broiler au chotara. Kwa hiyo hakikisha tu banda lako lile la kawaida linakuwa na madirisha ya kawaida ya saizi ya kati, labda mawili au matatu, nategemea na ukubwa wa banda, ili mradi tu hewa bandani iweze kuingia na kutoka, ili hata hawa kuku nao waweze kupata hewa. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini vile vile hawa kuku hakikisha hawabanani mle bandani, wasibanane sana. Wawe tu kwenye nafasi zao, waweze kulala vizuri, wapate hewa safi, na ikifika asubuhi wafungulie nje, ndipo huko nje watakutana na chakula, maji na kadhalika watavikuta huko nje. Ila usiku watalala kwenye chumba safi ambacho kina hewa nzuri na chini kimemwaga matandazo mazuri. Na kitu cha pili au hii mbinu ambayo nitakupa itakusaidia kwa kuku wa kienyeji, nenda kawaboreshe chakula chao. Chakula chao huwa sio kama kile cha broiler, hakina quality kubwa kama ile ya kwenye broiler, lakini hakikisha kina standard fulani. Hiyo standard ambayo inaizungumzia ni pale ambapo virutubisho vyote muhimu viwepo na kwa uwiano sahihi, kwa uwiano ambao wao wanauhitaji. Kwa hiyo usiwape tu pumba, labda pumba za mahindi tu, pumba za mpunga tu, hapo utachelewa sana kuona matokeo. Na madhara yake atakapokuja kutokea kama utakuwa hauwatengenezei vizuri chakula ni kwenye system zao. Kwa mfano, utakuta kuku anataga mayai mengi, anatotoa vifaranga wawili au watatu. Hii huwa inasababishwa na nini? Kuku yule anakuwa hana nguvu kutokana na kile chakula anachopata, lakini vile vile anakuwa na stress kwa sababu haumpi vitamin. Ninapozungumzia chakula, nazungumzia chakula pamoja na vitamin. Vitamin nayo ni sehemu ya chakula, ila hii vitamin mara nyingi huwa tunaiweka kwenye maji. Kwa hiyo wape mchanganyo mzuri. Huwa una protini, una wanga, una madini mbalimbali, una vitu mbalimbali ambavyo kuku anatakiwa avipewe, lakini vile vile kwenye maji yake hakikisha unamwekea vitamin. Ukifanya hivyo kwa kuku wako, hautakutana na changamoto za kuku kudonoana, kuku kula mayai, kutotoa vifaranga wachache au kuchelewa kutaga. Ukiwa unampa chakula kizuri, hizi changamoto zitaondoka kabisa. Kwa hiyo hakikisha unamtengenezea lishe bora, kwenye maji yao unamwekea vitamin. Sasa hii lishe bora utaipata wapi kwa kuku wa kienyeji? Sio lazima uende dukani ukanunue chakula cha kuku wa kienyeji, hapana. Wewe mwenyewe nyumbani unaweza ukatengeneza chakula cha kuku wa kienyeji vizuri kabisa, ukaweka virutubisho vyote kwa kutumia malighafi ambazo zinapatikana kwenye mazingira yako ya kawaida. Kwa mfano, unajua wanga utaitoa kwenye pumba, utaitoa kwenye mahindi ya kubaraza, utaitoa kwenye mtama. Ukija kwenye protein, labda unajua protein utanunua pumba za dagaa au utanunua soya. Kwenye madini labda utaweza kununulia DCP au kausha majani mbalimbali, kwa mfano majani ya mlonge, lusina na kadhalika ukaweka. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Ila
Sasa muhimu ujue ni uwiano, unaweka katika uwiano gani, na vitamin utainunua dukani au utatengeneza wewe mwenyewe za asili kutoka kwenye mimea mbalimbali. Sasa hapa kwenye chakula pamoja na vitamin kwa kuku wa kienyeji, na kushauri ununue vitabu vyetu. Kwa kama unafuga kuku wa kienyeji, na kushauri upate kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kitakuelekeza chanjo na miongozo yote ya kumfuga kuku wa kienyeji na formula za chakula. Lakini pia nakushauri uchukue kitabu cha tiba za asili ili uweze kutengeneza tiba pale watakapoumwa, vitamin za asili pamoja na booster za asili. Utazipata kwenye kitabu cha tiba za asili. Hivi vitabu ni 10,010 tu. Kwa hiyo mfugaji wa kuku wa kienyeji, ukiwa na hivi vitabu viwili, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji pamoja na tiba za asili, vitakusaidia sana kwenye ufugaji wako wa kuku wa kienyeji, kwa sababu utaweza kutatua changamoto mbalimbali, lakini vile vile utaweza kuwatengenezea mazingira mazuri kabisa kuku wako kwenye upande wa chakula, vitamin na muongozo wote wa kuwalea hawa kuku. Kwa hiyo wewe mfugaji wa kuku wa kienyeji, na kushauri uchukue namba hapo kwenye video na uweze kutupigia ili tuweze kukuuzia vitabu hivi. Kila kitabu ni 10,010 tu, ukilipia unatumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Lakini mbinu nyingine ambayo itakusaidia kwenye ufugaji wa kuku wa kienyeji ni kujua namna sahihi ya kuwakinga na magonjwa au kuwachanja magonjwa mbalimbali. Kwa kuku wa kienyeji, magonjwa ambayo huwa yanawasumbua sana ni kideri, ndui, wakati mwingine typhoid. Sasa ukishajua kuku wa kienyeji changamoto zao kubwa ni hizo, kideri, ndui pamoja na typhoid, basi wewe anza mapema kuwakinga hawa kuku kabla hawajapata magonjwa hayo. Na utawakinga vipi? Hapo ndo nilipokushauri ununue kitabu chetu cha tiba za asili za kuku. Humo utaona kinga mbalimbali za asili tu, wala hutumii gharama yoyote. Unachukua tu mmea fulani na mmea fulani, unachanganya, unawapa kwa siku kadhaa. Maelekezo yote hapo kwenye kitabu cha tiba za asili. Kwa hiyo wachanje kuku wako mapema kabisa dhidi ya haya magonjwa hatari kwa kuku wa kienyeji. Kwa mfano, kuna ugonjwa huu wa kideri. Kuku wa kienyeji akipata ugonjwa wa kideri, usipomtibia, na tiba yake ni tiba ya asili tu, hawana tiba ya dukani. Kuku wa kienyeji wakipata ugonjwa wa kideri, usipomtibia, wale kuku wa kienyeji wote huwa wanakufa. Lakini vile vile hapa kwenye chanjo, unaweza ukanunua chanjo za dukani. Pia kuna chanjo za dukani, kuna Newcastle za dukani, kuna chanjo za ndui za dukani. Kwa hiyo unaweza ukanunua ukawachanja. Lakini ili kupunguza gharama na kuufanya ufugaji wako uwe bora zaidi, na kushauri utumie kinga za asili mara kwa mara, kwa sababu hizi kinga za asili zitawakinga, lakini vile vile zitawaboost hawa kuku waweze kutaga vizuri au waweze kupata nyama nzuri na nyingi. Kwa hiyo hapa ndo maana nakushauri utumie vitu hivi vya asili. Kwa hiyo hayo ni mazingira makuu matatu ambayo kama utasimama nayo vizuri, ni chakula, chanjo na mazingira. Kama utasimama nayo vizuri, basi utaupenda sana ufugaji wa kuku wa kienyeji, na utaona ni ufugaji mzuri kuliko ufugaji wa kuku aina yoyote ile, kama utakuwa makini kwenye hayo maeneo matatu. Nikukumbushe, sisi KingoFarm tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp. Unalipia ada ya shilingi 8,000 tu ili uweze kuunga kwenye kundi hili, upate elimu, lakini vile vile upate ushauri. Humu tunatoa elimu ya namna ya kulea vifaranga, lakini kama una maswali, una changamoto, unahitaji kujua vifaranga wazuri utawapata wapi, basi ukijiunga kwenye hili kundi, ukiulizwa maswali kama hayo, utajibiwa papo hapo. Ada ya kundi ni 8,000 kama nilivyosema. Pia tuna vitabu 5 vyenye miongozo mbalimbali ya ufugaji. Kitabu cha kwanza ni safari ya ufugaji kwa ajili ya layers na chotara. Kitabu cha pili ni tiba za asili, kina tiba za asili za magonjwa yote. Kitabu cha 3 ni ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Kitabu cha 4 ni ufugaji wa broiler, na kitabu cha 5 ni muongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hiki cha muongozo chenyewe kinakupa ratiba kamili ya kutumia tiba za asili, kinga za asili, booster za asili kila siku. Kimekupa ratiba yote. Wewe utakuwa unaangalia kwenye kitabu, unajua leo ni siku gani, ni wape mchanganyo gani wa asili, ili kuku wangu waweze kuwa bora zaidi. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000. Ukilipia unatumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba hapo kwenye video, utupigie au ututumie ujumbe.